Ya, habari za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, na tumai pia ni jioni hata kwa saa za Afrika ya Kati, kama saa moja nyuma kutoka hapa. Ya, na pia inawezekana ni jioni kwa saa za Afrika Magharibi, kama watu watakuwa masaa matatu kutoka hapa. Na wale mnaojiunga nasi mkiwa kwenye masaa ya Marekani na maeneo mengine ya dunia, tuna imani ya kwamba mmeamka na kumekucha salama. Karibuni katika mada ya leo, ambapo tutakuwa tukijadili juu ya serikali mtandao. Je, mifumo ya kidijiti inajitosheleza katika kutoa huduma kwa umma? Na katika mjadala huu utakaokuwa ukianza dakika 4 zijazo mbele, tutakuwa tukijadili kwa kina, tukiangalia ni kwa namna gani huduma hizi mbalimbali. Robert, weza kunoti moja kati ya typo ya kwako. Unasikika mara mbili. Yeah, sawa. Proceed. Yeah, so karibuni katika mjadala wa leo, na tumai sasa unanisikia vyema Davis. Uko sawa kabisa. Yeah, so mjadala wetu wa leo tutakuwa tukiangalia serikali mtandao. Je, mifumo ya kidijitali inajitosheleza katika kutoa huduma kwa umma? Na hii mada inakuja timely katika kipindi ambacho serikali na mambo yake mengi yanafanywa kidijitali, na tutakuwa tukijikita zaidi katika kujadili kuona ni kwa namna gani tunazungumzia haya masuala ya serikali mtandao, na tutakuwa nao wazungumzaji watatu, na kwa muda huu wa dakika 3-4 tunazidi kusubiri watu mbalimbali wanaokuwa wanajiunga katika space, ili itakapofika saa 12:30 tuweze kuanza. Tunafahamu leo ni weekend, na kidogo kwa wale ambao wako masaa haya ya Afrika Mashariki ni muda wa kupumzika baada ya majukumu kadha wa kadha ya siku hii ya leo na wiki kwa ujumla. Unaweza ukatuandikia maoni yako juu ya hii mada kwa kutoa comment au kwa kusema nini unakifikiri kuhusiana na hii mada, au kuuliza swali pia moja kwa moja kwa upande wako wa kulia. Hapo kwa chini kuna sehemu ya kama message, kiasi kwamba unaweza ukatoa reflection zako, ukaweka swali lako, na inaweza ikatusaidia zaidi tunapokuwa tunaendelea katika mjadala huu. Karibuni sana katika mjadala huu, na tutakuwa tunaanza ndani ya dakika 2 zijazo. Asante. Alright, ni saa 12:30 na tunaanza mjadala wetu wa leo tukijadili juu ya serikali mtandao. Je, mifumo ya kidijitali inajitosheleza katika kutoa huduma kwa umma? Kwa kukaribisha na kufungua mjadala wetu wa leo, nimkaribishe Edward ambaye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano na mawasiliano wa Tech and Media Convergence
kwa ajili ya kutufungulia mjadala wetu huu wa leo na kutuambia ni nini hasa malengo ya mjadala huu wa leo ambao tutakao kuwa nao. Karibu Edward. Asante sana Robert, naamini nasikika vizuri. Yes, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wote kuwepo mahali hapa, na kwa wale ambao wamepata nafasi basi kuwepo mahali hapa wakati huu. Ni muendelezo basi wa mijadala mbalimbali ambayo TMC tumekuwa tukifanya hasa katika upande huu hapa wa X Space, na kati ya mijadala mingi imekuwa na tija nzuri sana. Hopefully pia kadri tunavyozidi kwenda mbele, huu nao utakuwa na tija nzuri sana, kwa maana kwamba leo tuna wazungumzaji wazuri, watatoa mitazamo yao vizuri kabisa, na wote tutatoka na kitu mara baada ya kumaliza kuwepo hapa. So wakati huu mimi nisio mwongeaji sana, ni moja kwa moja kwenye malengo ya mjadala huu. Nini ambacho tunatazamia basi kukipata mara baada ya kumaliza mjadala huu? So swala la kwanza kabisa ni kupima ufanisi wa huduma zetu za serikali mtandaoni. So tuna huduma nyingi, lakini sasa je, huduma hizo ufanisi wake ukoje? Tunakusudia pia kutambua kiwango gani mifumo hii ya kidijitali inarahisisha huduma za jamii kwa ufanisi wake ambapo zinatumika. Lakini pia lengo la pili ni kuchambua changamoto za kiteknolojia, lakini kitendaji pia kisheria. Tutalenga changamoto kuu ambazo zinazuia maendeleo ya huduma katika mitandao. Lakini changamoto ya tatu, kuchanganua upatikanaji sawa wa huduma kwa watu wote, yani ule usawa wa upatikanaji huduma hizi za kimtandao kwa watu wote ndani ya Tanzania. Lengo ni kuelewa jinsi mfumo wa serikali mtandaoni unavyofikia wananchi wa vijijini au sehemu ambazo hawana ujuzi wa tehama ama sio wajuzi za lugha za mfumo husika. So pia tutagusia humo. Lakini pia namba 4, tutawasilisha mapendekezo ya kuboresha mifumo ya huduma mtandaoni. Kwa namna gani tunaona maybe sehemu fulani ina upungufu fulani, tuongeze kitu gani katika sehemu husika au tupunguze kitu gani katika sehemu husika pia. So hayo ni malengo makuu 4 ya mjadala huu ambao tunakwenda kufanya jioni ya leo. So hopefully tutapata wachangiaji wazuri, lakini pia tuna speakers wazuri ambao wana uzoefu mkubwa katika engo hii, na wao watatupa mchango wao vizuri. Mimi nisio mwongeaji tena sana, nirudishe kijiti hiki kwa Robert, yeye aendelee na mjadala. Asante. Okay, asante sana Edward kwa utangulizi huo. Kwa miaka ya hivi karibuni serikali ya Tanzania imekuwa ikitekeleza dhana ya serikali mtandao, ikiwa ina maana ya kutumia mifumo ya kidijitali katika kutoa huduma kwa wananchi. Mifumo hii imejikita zaidi kutokana na mapinduzi ya sayansi na teknolojia, ambapo serikali ilikuja na mfumo na mamlaka mahususi kwa ajili ya serikali mtandao, yaani iga, ikiwa pamoja na kutunga sheria, sera na miongozo mbalimbali. Mifumo hii pamoja na huduma mbalimbali za serikali sasa zimerahisishwa na kuwekwa katika mifumo za mitandao. Mfano, kama unataka kusajili biashara leo nchini Tanzania, utahitajika kuingia katika mfumo wa usajili wa makampuni wa BRELA. Kama unataka kufile au kupeleka kesi mahakamani, mahakama wana mifumo yao ya kielektroniki. Lakini pia kama unataka kupata lost report ya umepotelewa kitu, kuna haja ya kukimbia kituo cha polisi kwenda kuripoti. Unaweza ukafanya hivyo online katika simu yako au katika kompyuta yako. Lakini pia kama unataka passport na huduma mbalimbali za kijamii na zinazohusiana na kushirikiana na serikali na wananchi, nyingi zinakwenda katika mifumo ya kimtandao. Hivi karibuni pia tumeona Wizara ya Ardhi imeleta mfumo wa kimtandao ambapo
watu wanaweza wakafanya mambo mbalimbali hayo katika sehemu hizo, na imerahisisha zaidi, imeongeza ufanisi na uwazi zaidi na kupunguza urasimu kwa kiasi kikubwa kwa nafasi moja ama nyingine. Na kwa sehemu kubwa huduma zinazopatikana zinapatikana kwa haraka na kwa gharama nafuu. Hata hivyo, swali kuu linabaki, je, mifumo hii inajitosheleza katika kutoa huduma kwa umma kwa ufanisi, usawa na kuzingatia haki kwa raia? Tunauliza leo, kama kweli mwananchi wa kawaida hata aliye kijijini anaweza kutumia mifumo hii bila vikwazo. Tunataka kujua kama lugha, miundombinu, usalama wa taarifa binafsi na utayari wa watendaji wa umma ni wa kutosha katika kuhakikisha huduma zinatolewa ipasavyo. Hili ndilo ambalo tunalolizungumzia leo. Tuone mafanikio ni yapi, changamoto ni zipi, na fursa za kuboresha serikali mtandao ni zipi. Tunapata mtizamo kutoka kwa wataalamu wa sheria, mawasiliano na usalama wa kimtandao. Katika wazungumzaji wetu wa leo, tunaye mzungumzaji wetu wa kwanza ambaye ni Davis Bertram Komba, ambaye ni mwanasheria na kiongozi chipukizi nchini Tanzania mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka 10 katika utetezi wa haki za binadamu, ujumuishaji wa vijana, uwajibikaji na taasisi za umma. Ametumika kama mkurugenzi mtendaji wa Research Voice na pia ni mwanasheria ambaye anafanya kazi na kampuni ya uwakili ya Forces Attorneys, na ameshiriki katika masuala mbalimbali na michakato mbalimbali ya kitehama na ushiriki wa wananchi katika nafasi mbalimbali za maamuzi. Davis pia anaongoza mafunzo ya sheria na mbinu za kutoa taarifa kwa umma mtandaoni, akiwa ni sauti muhimu katika kuhakikisha mifumo ya kidijiti inalinda haki za kiraia. Davis, karibu kwa kuwa nasi katika space ya leo. Dakika moja ya kujitambulisha tafadhali, kama una jambo la kuzungumza. Ndugu Majige, mimi ninashukuru kama ambavyo umeweza kunitambulisha vyema. Ni Davis Bertram Komba, mwanasheria kutoka Forces, lakini ni mdau wa maendeleo hususani katika nyanja ya vijana na masuala ya haki za binadamu. Ni furaha kuweza kuwepo hapa. Utambulisho ambao umeweza kuutoa nami ninakubaliana nao kwa asilimia zote, na sitapenda kuweza kuongeza chochote, maana ninaweza nikaribu. Nashukuru sana na ninafurahi kuweza kushiriki nani katika space hii jioni ya leo na kukutana na wadau wengine. Asante sana. Asante sana Davis. Mbali na Davis tunaye Jacqueline Shuma ambaye ni mtaalamu wa mawasiliano na mtafiti chipukizi kwenye masuala mwenye ujuzi katika uhusiano wa vyombo vya habari, ushawishi wa teknolojia na jamii. Mbali na Jacqueline kuwa ni mtafiti chipukizi, amekuwa akili katika kutengeneza mikakati ya kijamii na michakato ya utafiti kuhusu athari za teknolojia katika demokrasia na ushiriki wa raia mtandaoni. Na kwa hapa Twitter amekuwa ni maarufu sana kutokana na uwezo wake wa kuzungumza kile ambacho akili yake inamtaka azungumze na kushiriki katika mijadala mbalimbali. Lakini pia amefanya kazi katika kuimarisha uhusiano kati ya masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya kimawasiliano, akilenga zaidi katika sekta mbalimbali na maeneo mbalimbali, na ni mtaalamu pia katika mikakati ya kidijitali, digital engagement. Lakini ni aspiring academician. Tunataraji kumwona akiwa ni miongoni mwa wanazuoni wajao na hazina katika nchi. Jacqueline Shuma, karibu kwa kujitambulisha au kama una jambo la kuzungumza. Kwa kweli hata ningeambiwa nijitambulishe nisingeweza kujitambulisha vizuri kama ambavyo umeshafanya. Kwa hiyo nashukuru sana na tazamia kuwa na majadiliano mazuri. Asante. Asante sana. Mzungumzaji mwingine tuliyenaye leo ni Anwar Said ambaye ninakosa maneno mazuri ya kumtambulisha kwa sababu anaweza akawa na vitu vingi sana anavyovifanya, ila anafanya kazi kama mtaalamu wa teknolojia na capacity building lead, mjengaji wa mafunzo au uwezo katika shirika hili la Tech and Media Convergence. Ameshiriki mahususi katika miradi ya kujengea uwezo waandishi wa habari na wadau wa vyombo vya habari kuhusiana na masuala ya matumizi ya akili mnemba, matumizi sahihi ya teknolojia na dijitali. Lakini pia
amekuwa timamu hasa katika utekelezaji wa sera mbalimbali na masuala mbalimbali ya kidijitali, akishiriki katika tafiti kadhaa za Tech and Media Convergence akiwa kama lead researcher wa AI for Media Development, na amekuwa akiconsult na DW Academy kama mkufunzi katika masuala mbalimbali yanayohusu habari, na amekuwa na uzoefu wa zaidi ya miaka 10 sasa katika tehama, usalama mtandaoni na maendeleo ya habari za kidijitali. Anwar, karibu kwa ajili ya kuzungumza tunapokuwa tunaanza mjadala wetu. Na utakapokuwa unazungumza Anwar, unapojitambulisha utuambie, je, ni lini mara yako ya mwisho, je, umewahi kutumia Lost Report, website ya Jeshi la Polisi, na uzoefu wako ulikuwaje na kutumia website hiyo? Karibu. Asante sana kaka Robert kwa utambulisho. Lakini kama alivyotambulishwa na kaka Robert, nadhani si kama ambavyo wamesema wenzangu, lakini tu moja kwa moja kwenye swala ambalo okay. Samahani. Nadhani kwa experience yangu mimi labda nitakuwa bias kutokana na uwezo au labda nasemaje na taaluma yangu. Kwa mimi mfumo Jamani, kaka Robert, au ni mimi peke yangu au unaona kaka Anwar anakopo anaongea na hizo changamoto za mifumo nadhani. Okay, poleni. I'll have to imenibidi ni shift kwenye account ya TMC kwa sababu nadhani simu yangu ina changamoto kidogo. Sasa sijajua nimeishi wapi, lakini I hope at least mtakuwa mmenisikia. Nadhani kujibu swali lako kaka Robert kuhusu mfumo huu wa polisi wa ambao unatumika kutoa taarifa mali iliyopotea. Mara ya mwisho nadhani kama miezi 2 iliyopita, kama nilivyosema mwanzo, kadi yangu ilizama, so tunajua taratibu za kadi ikizama, si uchukue lost report useme kama imepotea hivyo. Kwa hiyo ndo mara mwisho ambapo nimetumia mfumo huo. Lakini kuhusu experience yangu sasa ya kutumia mfumo huu, nimesema naweza nikawa bias kwa sababu ya labda level ya uelewa. Watu tunatofautiana level ya uelewa. Kwa hiyo ukiniuliza mimi personally, kutokana na level yangu ya uelewa, nitakujibu tu kwamba mfumo kwangu mimi haukunipa shida. Si mara ya kwanza kutumia, lakini vile vile mara ya kwanza kutumia mfumo haukunipa shida kwa sababu nimezoea kutumia mifumo. Nafanya kazi mifumo, na develop mifumo, napitia mifumo. Kwa hiyo kwangu mimi mfumo ulikuwa hauna shida. Lakini kama ungeniuliza swali hilo kwa namna ya kwamba nivivae viatu vya mhusika, mtu wa kawaida, labda kama babangu mimi, babangu mtu mzima kidogo, ingekuwa unaniuliza kwamba nivae viatu vya babangu alafu
je, ningekuwa baba yangu mfumo ningeuonaje? Hilo majibu yangu angekuwa mengine kusema ukweli, lakini so sitaki kujibu hilo. Wacha nijibu swali ulioniuliza, ni kwamba mimi experience yangu mfumo ulikuwa user friendly kutokana na level ya uelewa wangu. Asante. Yeah, Anwar, nimekuuliza kwa sababu wiki mbili zilizopita nina rafiki yangu ambaye alipoteza kadi yake na anataka kuweza kusajili lost report, na alipokuwa anaenda kwenye sehemu ya kuweka picha, ile resolution ya zile picha hakuweza kufanya hivyo. Wakati mwingine utakapokuwa unakuja kujibu uweze kutuambia, je, hizi mifumo kuweka resolution zile za picha ni kitu ambacho alishindwa mpaka niliweza kuja kumsaidia baadaye baada ya kuwa amesumbuka sana. Nije kwako mwanasheria Davis. Kwa mujibu wa sheria za sasa za Tanzania na mifumo ya serikali mtandao, je, inalindwa vya kutosha kisheria ili kuhakikisha usalama na faragha ya taarifa za wananchi? Mfano, sheria zilizopo kama sheria ya makosa ya mtandao na ile sheria ya kinga taarifa binafsi au na sheria zingine katika mifumo hii ya serikali mtandao zikoje kwa ujumla? Asante sana kaka Robert. Nashukuru pia kwa kuweza kuanza kaka Anwar ambavyo ameweza kugusia, lakini akawa ameweza kuzungumzia perspectives ya wale ambao wamekwenda shule lakini ambao hawajakwenda shule inakuwaje. Lakini kwenye hili swali la kuweza kusema kwamba je, sheria imejitosheleza katika kuweza kuzungumzia masuala haya mazima ya mfumo ambao unadili na masuala ya utoaji wa huduma kwa umma kupitia digitali. Kisheria ninaweza kusema ni ndio, kwa misingi ya kwamba tuko na sheria ambazo kwa namna moja au nyingine zinazungumzia au zinazungumzia utoaji wa hizi huduma za kidigitali kwa umma, na kama ambavyo umeweza kuitaja, mimi nitaomba nianze kwa kuitaja sheria ya kwanza, lakini pia nitagusia kwa uchache sana ni namna gani hizi sheria zimeakisi au zinatambua au zinatamka ni namna gani hizi huduma za huduma kwa umma ambazo zinatolewa kwa njia ya mtandao. Na sheria ya kwanza ni hiyo sheria ambayo umesema ni sheria ya makosa ya kimtandao ambayo ni ya mwaka 2015, ambao ukiangalia hii sheria kwa kiwango kikubwa inazungumzia ulinzi zaidi katika masuala ya kimtandao dhidi ya matumizi mabaya, dhidi ya wizi wa taarifa, udukuaji, uhalifu na vitu vingine. Lakini hivi vitu vyote ambavyo vimezungumziwa kwamba vinazungumziwa katika hiyo sheria, mwisho wa siku sheria inampatia mamlaka kuweza kuchunguza wale wote ambao watakopo wanavamia mifumo ambayo kwa namna moja au nyingine itakuwa sio kihalali. Hapa hoja yangu ninayotaka kuzungumzia ni nini? Moja kwa moja, kwa sababu tuna hii mifumo na watu wanapokea wanatoa taarifa na kupokea taarifa, pia likelihood ya hii mifumo kuweza kudukuliwa au kuweza kuingiliwa kwa ajili ya kuchukuliwa kwa taarifa pasipo idhini ya yule mwenye taarifa au pasipokuwa na idhini ya mtoaji wa taarifa. Kwa misingi kama hapa tunazungumzia labda BRELA, kuna watu ambao wana uwezo wa kudukua BRELA, kuchukua taarifa za kampuni ya bwana Robert kwa ajili ya matumizi yao mengineyo. Sasa hii sheria yenyewe imeipatia mamlaka serikali kuweza kuchunguza matukio kama haya. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ukiangalia hiyo Cyber Crime Act ina viashiria vya kuonyesha ni namna gani kuna taarifa za watu ambazo zitakuwepo kwa njia ya kimtandao na hizo taarifa zitalindwa kwa namna gani. Lakini pia sheria nyingineyo tunaweza tukaizungumzia hii sheria ya kinga binafsi ya kinga ya taarifa binafsi ambayo ilikuwa na mchakato wake pale 2022 mpaka 23 katika kuingia katika utekelezaji, ambayo yenyewe inasimamia ukusanyaji wa taarifa binafsi za watu, lakini matumizi, lakini pia hata masuala mazima ya usambazaji. Lakini hii sheria inasema kwamba itatumika
kwa taasisi za umma kwa misingi ya public bodies na private bodies. Kwa hiyo hii sheria pia inamgavani hata serikali akiwa anapokea taarifa za watu ni namna gani aweze kufanya. Lakini hii sheria ilienda mbali zaidi kuweza kusema endapo ikitokea mtu taarifa zake iko katika taasisi ya umma na taarifa zake zimetumika kinyume na hapo, nini kiweze kufanyika, kwa misingi ni namna gani tutalinda hizi taarifa za faragha za watu zinalindwa, na endapo ikishindikana kuweza kulindwa, basi mdau ambayo faragha yake imevunjwa, basi atakuwa na uwezo wa kwenda katika commission ambayo imeundwa ndani ya sheria kwa ajili ya kuweza kusimamia huo utekelezaji. Kwa hiyo tunaona pia hata hii sheria ya kinga ya taarifa binafsi nayo pia inamgavani serikali ni namna gani atatakiwa kuweza kuengage au namna gani atatakiwa kuweza kuhusiana na wananchi. Lakini pia sheria nyingineyo ni sheria ya mawasiliano ya kielektroniki na posta ya mwaka 2010 ambayo hii inasimamia utoaji wa huduma katika sekta ya mawasiliano, lakini pia ikiwa inawataka wote watoaji huduma katika sekta ya mawasiliano kuweza kuhakikisha kunakuwa na usalama wa hayo mawasiliano. Lakini pia hii sheria ikawa imeweza kuweza kutaka watu ambao watakuwa wanahusika na utoaji wa hizi huduma kuweza kuwa na regulations au kuweza kuwa na taratibu ambazo zitalinda. Lakini pia kuna sera ya taifa ambayo inahusika na masuala ya tehama ya mwaka 2016 ambayo ilizungumzia little bit, lakini kuna hii draft ambayo sina uhakika kama tayari ishakuwa imetolewa, ambayo ilikuwa ndani ya mchakato mwaka 2023 ambayo nayo imezungumzia ni namna gani serikali itaweza kuweza kuengage. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ninaweza kusema kwamba sheria na sera zinatambua na zimeeleza ni nini kinapaswa kiweze kufanyika katika mfumo wa utoaji wa huduma kwa njia ya kidijitali. Kwako kaka Robert, nadhani kwa ufupi niishie hapo kwa sasa. Asante sana Davis, umetushukuru kwenye sehemu ya sheria na huduma mtandao. Miezi miwili iliyopita au mitatu nimetembelea sehemu moja ambayo watu wanapata huduma za serikali, na watu wengi hasa walikuwa wakienda katika kupata huduma hizo za serikali, na walipokuwa wakienda walikuwa wakiambiwa hatutoi huduma hizi kwa njia ambayo ni ile ya kizamani au tuseme ni njia ya analog. Hatutoi kwa makaratasi, tunatoa huduma hii kidijitali. Na baadhi ya watu walikuwa wanataka huduma hii kulikuwa kuna mama ambaye umri ulikuwa umekwenda, kulikuwa kuna mtu ambaye ni mtu mzima lakini hajui, hana mifumo, hana smartphone, hana nini, na kulikuwa na hiyo confusion. Kwa sababu anafanyaje, nitakuaje? Mtu mmoja akasema unaweza ukaenda ukaangalia, nenda kwenye watu wenye stationery, watakusaidia au watakuelekeza maeneo fulani. Sasa utakapokuja kuzungumza baadaye, naomba utatuambia, je, implication yake hiyo ikoje kisheria, hususani katika ulinzi wa taarifa binafsi za hawa watu, kwa sababu anapokwenda kwenye hawa third party, maybe kama ni stationery kumsaidia kufanya application labda ya immigration, kufanya application labda ya nini, anaacha taarifa zake binafsi kule. Je, taarifa zake huyu mtu tunajuaje ziko salama? Nije kwako Jacqueline, je, kwa mtazamo wako kama mtaalamu wa mawasiliano, unaona serikali imefanya juhudi za kutosha kuwajumuisha wananchi kuhusu mifumo ya serikali mtandao na jinsi ya kuzitumia? Karibu. Asante. Ya, kwa mtazamo wangu juhudi zipo na ndio maana kuna sisi tuko hapa tunajadili, kwa maana yake ni kwamba juhudi zimefanyika, tunazifahamu hizi huduma, lakini bado hazijatosha, na hasa kama tathmini tukifanya kutoka kwenye ile misingi ya mawasiliano ambayo ni shirikishi na mawasiliano ambayo ni ya kujumuishi. Serikali imeanzisha mifumo kadhaa ya kidijitali ambayo
kama ambavyo mmekuwa mkihitaja hapa, inalengwa kurahisisha huduma kwa wananchi, kama hiyo mfumo wa loss report. Tuna mifumo kwa ajili ya manunuzi ya umma, tuna mifumo ya elimu, tuna mifumo labda wa NIDA, mifumo ya TRA, wananchi wanaweza kulipa kodi tofauti ambazo zinakuwa zinahudumia wananchi. Lakini changamoto kubwa mimi ambayo ninaiona ni jinsi ambavyo mawasiliano jinsi ya matumizi ya hii mifumo inavyofanyika. Na kuna sababu kadhaa zinafanya niseme kwamba hizi juhudi ni kama bado hazijatosha. Kwa mfano ushirikishwaji, mawasiliano mengi naweza nikasema ni yanafanyika juu kwenda chini, top down. Serikali mara nyingi wanatoa matangazo au taarifa kupitia hizi tovuti, televisheni au hata mitandao ya kijamii, katika njia hizo ambazo zinafikiwa zaidi na watu ambao ni wa mjini au wenye uelewa labda wa tehama. Kwa wananchi wengi wanapohusishwa mapema kwenye wakati hii miundo inatengenezwa, hii mifumo inavyokuwa inaundwa kwa ajili ya kutoa maoni. Lakini pale ambapo kuna mifumo, and just because mfumo upo haimaanishi kwamba uelewa wa matumizi na wenyewe upo. Kwa mfano wengi labda wanaifahamu NIDA ipo, lakini hawajui jinsi ya kusajili au jinsi ya kurekebisha taarifa mtandaoni. Nadhani kuna kipindi kama nakumbuka kuna serikali kuna namna ya kutoa taarifa ya usajili wa NIDA kwa njia ya mtandao. Lakini unfortunately kwenye ofisi za kata watu wakawa wamejaa wengi sana. Na sababu kubwa wao kuja ni kwa sababu walikuwa hawajui namna ya kutumia hiyo mifumo, au tu hawana vifaa ambavyo vinaweza wakapata internet au vipi. Lakini pia nasema kwamba haitoshi kwa sababu bado hii mifumo haijaweza kuangalia utofauti wa watumiaji kwa lugha, kiwango cha elimu au mazingira. Mfano mfumo ambao unamwambia labda upload PDF ya kitu fulani au something, na mtu ambaye sio tech savvy, hata mzee wa miaka 60 mingine 70, hana smartphone, hana printer, hana nini, hata neno maana ya upload hawezi kuelewa. Kwa hiyo nadhani inaonyesha kwamba mkakati mzuri ambao mtu wa kawaida anaweza ukawepo kwa ajili ya kuweza kufanya mawasiliano naye haujakuwepo. Mtu ambaye sio lazima kwamba awe na ujuzi wa tehama. Kwa hiyo nadhani tayari juhudi za serikali ni nzuri za kuweka mifumo ya mitandao lakini ni nzuri tayari, lakini mawasiliano kuhusiana na jinsi ya kutumia hii mifumo yamekuwa kwa upande mmoja, yamekaa kiufundi zaidi kuliko kijamii. Kwa hiyo kuna namna ambavyo watu wengine ambao wameachwa nyuma waweze kufikiwa, mawasiliano mazuri yafanyike nao ili waweze kuelewa hii mitandao, lakini pia wajue jinsi ya kuitumia kwa lugha ambazo wanaweza wakazielewa. Asante. Okay, asante sana Jacqueline kwa hiyo perspective ambayo umetupatia. Kiukweli japokuwa bado mifumo ipo na mawasiliano yake kama ambavyo umesema imekuwa ni top bottom na sio mifumo inaanzia chini kwenda juu. Hiyo inaonyesha kwamba wakati mwingine ushirikishwaji na wananchi kuweza kushiriki kamilifu katika mifumo hii bado ni changamoto. Na kesi ya NIDA uliyotolea, naweza nikaongeza mfano. Kulikuwa kuna kesi pia ya wakati wa uandikishaji wa zoezi la kupiga kura, zile vitambulisho vya mpiga kura, na INEC walianzisha mfumo wa online wa kuweza kusajili na kutoa taarifa zako, na unaenda tu kuthibitisha kwenye kituo, jambo ambalo halikuwa limewekwa hata kuzungumzwa na INEC wenyewe kwenye website zao au kwenye yale matangazo yao waliokuwa wakitoa, jambo ambalo lilipelekea mfano mkoa kama Dar es Salaam kuweza kuongezewa siku kadhaa za watu kujisajili. Na tunajua Dar es Salaam watu wengi wana smartphone, pia ni maeneo ya mjini. Kama watu wangepata taarifa mapema, huenda wangeweza kujisajili nyumbani na kwenda tu kuhakiki taarifa zao kwenye vituo. Annual, tukija kwako, ni kivipi mifumo hii ya serikali mtandao inakidhi vile viwango vya cyber security? Tulisikia akizungumza mwanasheria Davis ya kwamba
huenda watu wakadukua, ndo maana sheria zile zipo za masuala ya mitandao. Lakini je, mifumo hii kwa kuangalia kwako mifumo mingi, je, iko user friendly? Kwa sababu pia amezungumza kitu hiki Jacqueline, mifumo inaweza ikawepo, lakini namna gani watu wanaelewa lugha yake? Je, iko na Kiingereza na Kiswahili? Je, inahitaji ujuzi wa namna gani? Kuna mifumo ambayo imeweka maelekezo ya namna ya kuitumia hasa kwa mtu ambaye ni mtumiaji wa mara ya kwanza? Tafadhali tujuze hapo katika hilo Anwar, tafadhali. Na kama una maoni unataka kutuandikia, tuandikie katika, unaweza ukaweka maoni yako, ukaweka swali lako katika chat na space, na nitaweza kusoma maoni na maswali utakayokuwa ukituandikia. Okay, asante kaka Robert. Nadhani swali lako limegawanyika kwenye sehemu mbili. Kwanza umesema masuala ya kukidhi viwango vya nadhani vya kimataifa vya cyber security. Lakini vile vile kama labda hii mifumo ni rafiki kwa mtumiaji, yani user friendly. Sasa nadhani kimataifa mifumo ya e-government au mifumo ambayo inawekwa katika tunasema top tier, kwenye tier ya kwanza, yani tier bora, mara nyingi kuna viwango ambavyo vinawekwa ambavyo vingine vinaenda moja kwa moja kwenye cyber security, vingine vinashabihiana. Kama let's say tukitumia labda measurement tatu, labda tuchukulie hawa watu wa ISO, ni wasimamizi wa usalama wa taarifa. So kwa viwango vya ISO ambao wao ndo wanahusikana masuala ya information security management, na wao ndo ambao no benchmark tunasema, ambao hata wakija labda waje wafanye wanasemaje audit, waje wafanye audit kwenye mifumo hapa, kama ni ya IGA au mifumo yoyote, maanake wao ndo watu ambao wapo katika nafasi ya kusema bwana, kwenye masuala ya information security management nadhani mifumo kadha kadha na kadha imefika viwango ambavyo sisi tunaweza tukatoa certificate. Tumefahamiana? Kwa hiyo sina uhakika kwamba mifumo yote ya IGA imepass kwenye viwango hivi ambavyo vya benchmark ya ISO. Lakini tukija kwenye framework ambayo sasa ya cyber security ambayo inatumika kufanya tunaita risk management au kwa Kiswahili udhibitaji hatari, yani wa kidijitali, wana kitu kishatumika, then how can we manage hizo risk. Kuna framework inatumika inaitwa ya NIST Cyber Security Framework, lakini kwa hapa Tanzania pia kwa framework hii pia na mifumo yote ya IGA ambayo tunaitumia nikiri tu sidhani unless labda kama kuna mtu ambaye anaweza kunicorrect kwenye hilo, of course atapewa nafasi aje atuambie, lakini hapana. Lakini kwa kipimo kingine cha viwango ambavyo tunazungumza vya kimataifa kwenye masuala ya ulinzi wa application ambazo ni za web application, kwa sababu kwenye masuala application, kwa wale ambao wanaelewa, kuna tofauti, kuna application tofauti. So hapa ninazungumza kwa mifumo mingi ni ipo kwenye mfumo wa web application. Mifumo mingi ya IGA unakuta iko kwenye web application. Kwa if tukizungumzia mifumo aina hii, maanake lazima hatuwezi kuacha kuzungumzia standard za OWASP, OWASP. Nazo pia ukija ukipima na mifumo ambayo ipo kama yani ndo hii ya serikali ambayo tunazungumzia. So ukipima na hiyo Open Web Application Security project ambayo ni OWASP, kwenye standard ambazo zinatakiwa mifumo iwe nazo, bado haimit viwango hivyo. The framework ya hawa watu inakuwa ukilinganisha na mifumo yetu bado haijamit. Kwa hiyo kwa security ya kawaida ambayo ni general, kwamba mfumo lazima uwe na zile basic ile misingi tu ya usalama ya kawaida, sawa, ipo kweli, lakini unapozungumza kwenye standard za kimataifa, hapana.
hatuja meet hizo standard ambazo zinatakiwa zitumike. Na hapa nimemention vitu vitatu tu. Nimemention masuala ya information security management kwa sababu mifumo mingi inakuwa ina hizi taarifa. Nimemention masuala ya risk management kwa sababu huo wasiwasi ambao umemention na masuala ya data privacy na vitu vingine, hizo zote zinaingia kwenye risk. Kwa hiyo ukiachana na information security management, tunakuja masuala ya risk management, lakini mwisho kwa sababu mifumo mingi ipo katika mfumo wa web application, kwa hiyo lazima tuzungumzie na standards za secure web application ziko vipi. Kwa hiyo kwenye mambo haya matatu kusema kwamba tumemeet mifumo hii ambayo tunaitumia ya IGA hii ambayo ya serikali ambayo inatoa huduma kwa jamii bado. Lakini kipengele cha pili sasa cha kwamba swala la user friendly. Sawa. Swala la user friendly nadhani of course changamoto bado ipo. Kwa sababu tunaposema masuala sijui ya digital transformation, tunapozungumza sijui watu wakumbatie teknolojia, kazi zibadilike kwa sababu twende na teknolojia. Issue tu sio kwamba tuhamie tu kwenye teknolojia kwa sababu tumehamia kwenye teknolojia. Tunahama kwenye teknolojia huku tukiconsider hao watumiaji wenyewe wa hiyo teknolojia. Kwa kama huduma sawa, mtasema huduma zipo kwenye okay, now we have e-government, kila kitu kiko huko. Sawa, kipo huko, lakini lengo kubwa halijafikiwa kwa sababu lengo kubwa ni kutoa huduma na kurahisisha. Kama asilimia kubwa watu ambao wanatakiwa wapate hiyo huduma kwenye hii mifumo wanapata tabu, wanapata shida au wengine kushindwa kabisa, manake tunakuwa tunatonga maji kwenye kinu, wenyewe Waswahili wanasema. Kwa hiyo kwenye swala la user friendly nadhani mifumo haiko user friendly, na ni kwa sababu tu si kwamba labda sababu kuu ni kwamba mifumo iko very technical. Hapana, sababu kuu sio hiyo. Huo mfano ambao umezungumzia wewe wa website ya polisi kwenye maswala kwenye ile swala la nini loss report, swala la picha kuattach. Sasa unakuta programmer au watu ambao wametengeneza mifumo sawa, wameweka sehemu ambayo picha itaenda kukaa, lakini namna walivyoiweka ni kwamba bwana iwe na vipimo specifically hivi ili picha ipate kufiti. Inawezekana na nadhani itakuwa labda ndo sababu moja wapo kwamba picha labda iwe na viwango hivi so that labda ionekane vizuri, labda sawa. Si kama kila mtu picha yote atakaweka ikae, kwa sababu lengo ni loss report ionekane na mwenye picha aonekane vizuri. Kwa hiyo inawezekana ulikuwa na lengo zuri sana, lakini tu namna ya kuexecute imekuwa si rafiki kwa watumiaji ambao wengi wao hawana elimu hiyo kubwa ya kutosha. Sasa nigusie tu kitu kimoja kwenye hapa swala la nini user friendly. Kuna standard za WCAG. Yeah. WCAG ni standard ambazo zinatumika, ni Web Content Accessibility Guidelines, ambazo mara nyingi zinatumika ni international, hizi za kimataifa. Mara nyingi huwa zinatumika kwenye kutengeneza mifumo kama ni website, kama ni web application, lakini hizi standard huwa zinarahisisha si tu namna gani content au namna gani hiyo application inaweza kufikiwa, lakini vile vile ina vipengele vingapi? Ina vipengele vinne, labda nimention tu haraka haraka kama majigi, naona natumia muda mrefu. Okay, vinne. Kwanza, content iwe perceivable, kwamba content ina uwezo wa kuwa iko presented kwa namna ambavyo users wote wanaweza kuiperceive. Kwa sababu basi ninazungumza tu ugumu wa kutumia, bado hujagusa kuna watu wana uoni hafifu. Wewe nadhani mifumo mingapi au nini website ngapi za serikali ambazo mtu ambaye ana uoni hafifu anaweza kuona kama wewe au hapati tabu? Manake hatuwafikirii watu asina tunafikiria tu watu ambao hawana uwezo wa kutumia. Kuna watu wengine hapa pia tunawa exclude, au mtu ambao wana nini viziwi pia. Unajua kwa namna gani unaweza kutumia internet. Kwa standard hizi mpaka mtu anaweza kutumia internet. Sawa? So iwe perceivable, iwe operable, iwe understandable na iwe robust. Yaani kwamba content must work with current and future technologies, including browser na vitu vingine tofauti tofauti, responsiveness na nini.
Kwa standard kama hizi ndio hizo ambazo mwanzo nimemention kwamba hazijafikiwa. Kwa standard kama hii iko specifically kwa user friendly na naomba niishi hapo kwa sababu Robert Nosanimaliza. Nadhani nimeeleweka na nimejaribu kujibu swali lako as much as I can japokuwa muda na usio rafiki. Asante. Yeah, Anwar anazungumza kitaalamu na imekuwa ni vizuri kusikia hasa kutokana na hizo perspective zako za kitaalamu. Sasa nirudi kwako mwanasheria Davis. Ulikuwa na swali comment juu ya wale watu wanaotusaidia, kwa sababu jinsi Anwar alivyozungumza inaonekana wazi ni kwamba watu wengi sasa tuna resort kutafuta wale watu wakati ambao watatusaidia kwenye kufanya hizo au kushiriki au kuingia kwenye hii mifumo. Wale wanaokusanya zile taarifa binafsi pale kwenye internet cafe au yule mtu anayemiliki sehemu napoweza kwenda kwa ajili ya kupata huduma, taarifa zangu zitawezaje kuwa zimelindwa zinapokuwa kwake? Na kitu kingine, unapozungumza pia ni maboresho gani ya kisera na kisheria yanapaswa kufanyiwa kazi ili kuweka uwazi na uwajibikaji hususan katika kutumia hii mifumo ya kidijitali, ili serikali inayowaunganisha watu na wananchi iweze kuwa rafiki zaidi kwa watumiaji na ieleweke zaidi kwa watu wengi, ukilinganisha na haya mabadiliko tunayokwenda nayo sasa hivi ya kutumia dijitali katika kila kitu. Kwako Davis. Davis, tafadhali unaweza ukanimute na kuzungumza. Asante sana kaka Robert kwa swali hili. Nianze na hili la kwanza ambalo umeweza kuzungumzia hususani kwenye hizi internet cafes, lakini pia hata kwenye hizi stationaries ambazo kwa namna moja au nyingine wako wana interact sana na taarifa za watu binafsi, lakini pia ulinzi umekuwa ni changamoto. Kutokana na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, kifungu cha 5 imetoa miongozo au kanuni ambazo kwa yoyote ambaye atahusika na masuala ya upokeaji au utumiaji wa taarifa binafsi za mtu ni nini aweze kufanya. Mojawapo ya vitu ambavyo vimeweza kuzungumziwa kwa undani sana ni kuweza kuprotect au kuweza kupea ulinzi taarifa hizo zitakazopatikana, lakini pia kuweza kujali na kuhifadhi haki za huyo mtu mwenye taarifa. Lakini pia sheria kupitia kifungu cha 14 kimezitaka au kimewataka wale wote ambao watakuwa wanahusika na swala lolote la kukusanya taarifa ya mtu au kuweza kutumia taarifa ya mtu kuweza kwenda kujisajili kwa tume na kuweza kutambulika kama wao wanafanya hizo shughuli kwa misingi ya tume au hiyo commission ambayo inadili na ulinzi wa taarifa hizi binafsi, kama sheria ambavyo imeeleza, iweze kuwabana au kuwafikia hao watu endapo itatokea kwa namna moja au nyingine kuna kitu ambacho kimeenda kinyume. Kwa hiyo sasa ikitokea umeweza kwenda kutoa taarifa zako sehemu fulani na ukaona taarifa zako zimetumika ndivyo sivyo, kupitia hii sheria inakutaka wewe uweze kwenda kuomba fidia kwa huyo mtu ambaye alikopa na jukumu la kuweza kulinda taarifa zako, lakini ameshindwa kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo kikubwa hao watu ni kuweza kujisajili, lakini pia taarifa zako zikiwa zimetoka kinyume na kwako, faragha yako ikiwa imevunjwa, basi una haki ya kuweza kwenda kudai fidia kwa kupitia kwenye hiyo commission. Hiyo la kwanza. Lakini la pili, kwenye nini kifanyike hususani kisera na kisheria, na tumeona pia wazungumzaji wenzangu wameweza kuzungumzia moja ya changamoto kubwa sana ambayo imejitokeza kwamba hii mifumo ikiwa inatengenezwa na serikali yenyewe pasipo kuweza kuwashirikisha wadau ambao ni wananchi kwa kiwango kikubwa, na hiyo inapelekea changamoto katika utekelezaji wa
wa hii mifumo. Lakini pia kabla sijaweza kusema pia kwenye nini kifanyike, nikawa nataka pia kuweza kugusia kwa uchache sana. Kwa mfano imetokea Bwana Robert, unataka kupata huduma yako BRELA na imetokea siku nzima BRELA hawapatikani kwa misingi ya wewe umefeli, umeshindwa kuweza kuaccess hiyo huduma ambayo ulikopa unaitaka BRELA. What is next from that point? Kwa misingi kwamba ni nini huwa kinatokea ikitokea zaidi ya masaa 5 ulitakiwa uweze kupata huduma fulani, hiyo huduma haijapatikana, alafu imepatikana baada ya masaa 7 ndio inatakiwa uweze kuendelea kwa hiyo huduma. Je, muda wako uliokuwa unangojea, lakini je kile kitu ambacho ulikopa unataka kukifanya ndani ya muda ule hakijafanyika, ni remedy gani ambayo unaipata wewe kama mtumiaji kwa ajili ya kuweza kuwafanya waweze kuwa responsible kwa hiyo huduma kutopatikana katika muda ambao ulikuwa umestahiki. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vimekuwa ni changamoto sana ni uwajibikaji. Endapo ikitokea kuna jambo lolote alijaenda sawa kwenye hiyo mifumo, imekuwa hakuna kitu chochote ambacho kinatokea. Kwa hiyo tukianza na kisera, nadhani kuna haja ya kuweza kupata sera mpya ambayo itakuwa inazungumzia masuala ya mifumo hii ya kiserikali kwa ajili ya huduma za kijamii, huduma za umma. Hapa ninamaanisha kwamba kuna haja, mimi binafsi ninaona kwamba kuna haja ya kuweza kuwa na national government policies ambayo hii itaonyesha ni dira gani tunatakiwa tuweze kuifikia, kwa sababu sasa hivi hapa tulipofikia hatuna namna, ni lazima tuweze kucomply. Lakini pia utekelezaji wake utakuwaje, uwazi wake utakuwaje, na ufanisi wake utakuwaje. Kwa misingi ya hizi huduma zinaendelea, hii mifumo ipo inaendelea, lakini tumekosa sera madhubuti ambayo inazungumzia hii mifumo ya serikali ni namna gani itaweza kuoperate. Lakini pia ni lazima hii sera au huu mfumo iweze kuwa ni citizen centered design, kwa misingi kama tunavyotumia human right based approach, tunavyotumia approach nyingine kuweza kuhakikisha watu wanashiriki, ni lazima tuhakikishe kwamba watu wanashiriki ili waweze kutambua, na isiwe tu ni kitu ambacho kimetokea juu kuja chini, inabidi kiweze kutoka chini kiweze kwenda juu. Lakini pia ninaona kuna haja pia ya kuweza kuona ni namna gani tunaweka standards za utoaji wa hizi huduma. Yaani isitokee sasa hivi tunasema ukienda ardhi unapata huduma bora zaidi kuliko ukienda TRA. Kwa ajili gani tusiwe na standard ambayo itakuwepo kwa taasisi zote za umma ziweze kuwa zinafanya kazi katika level moja. Ukienda TRA sawasawa na ulivyoenda BRELA ni sawasawa ambavyo utaenda labda TIC na sehemu nyinginezo. Lakini mbali na hapo, moja ya kitu ambacho nimekiona ni changamoto sana, hatuna mfumo ambao unaweza kuonyesha ni nini ufanye, feedback unazitoa wapi endapo ikitokea mfumo hauko sahihi. Sasa inawezekana ukaenda katika taasisi nyingine ya kiserikali inayotoa huduma ukakuta kuna huo mfumo, lakini ukaenda sehemu nyingine hakuna huo mfumo. Kwa ajili gani kusiwepo na service feedback portal ambayo mtu yoyote akiwa na lalamiko lolote anakwenda kule? Endapo pia ikatokea ulitaka huduma kuipata BRELA, ulikosa huduma ndani ya muda fulani, kupitia hiyo portal uweze kwenda kwa ajili ya kuweza kutoa malalamiko yako, lakini pia kuweza kuhakikisha watoaji wa hiyo huduma katika hiyo taasisi wanakuwa responsible kwenye kile kitu ambacho kimetokea. Lakini kisheria ninaona kuna haja ya kuweza kuwa na sheria ambayo itakuwa ina govern pia haya masuala ya Electronic Government Act, kwa maana kwamba sasa hivi kuna data protection, tunaona kuna cyber crime, lakini ni sheria ambazo ziko very very scattered, haziko specific kudili na mifumo ya kidigitali ya serikali. Sasa kama tunahitaji kuweza kuona ufanisi unaongezeka, tunaona taasisi zinakuwa chini ya sheria kwa misingi zinaoperate kutokana na maelekezo ya kisheria, basi ni lazima tuweze kuwa na sheria ambayo itahusika moja kwa moja kuweza kuzungumzia ni namna gani mifumo ya serikali yote itaweza kutumika. Na hapo pia hiyo sheria itatoa pia mpaka adhabu kwamba endapo kitokea taasisi ya serikali imeshindwa kuweza kuperform hicho kitu vyake vyema, ni nini kiweze kufanyika. Lakini mbali na hapo, nadhani kuna haja pia ya taasisi zote za umma
kuweza kuwa na sheria ndogo ndogo kwa misingi ya regulations au guidelines ambazo zitakuwa zinazungumzia masuala haya ya mfumo wa kimtandao wa kidigitali kupitia hizo. Isitokee unakwenda BRELA unakuta pale wana kamanyo kao au wana kagaidi kao au wana regulation ambako kanadili na haya mambo, lakini kuna taasisi nyingine ambazo tayari zinatumia hii mifumo ya electronics lakini hawako na mwongozo ambao utakopo ni standard kwa wote kuweza kushirikiana nao. Lakini kuna changamoto nyingine pia ya watendaji. Tunazungumzia masuala ya kidigitali. Kaka Majige, dakika moja nimalizie. Yes, Davis, dakika moja tafadhali. Asante. Tunataka tusikie pia kutoka kwa wasikilizaji. Tunataka kusikia. Sawa, haina shaka. Nilikuwa tu nataka nigusie pia kuna kitu kimoja ambacho kimekuwa ni kama business as usual kwenye hizi ofisi za umma, hususan ikitokea kuna huduma ambayo inahusika na kimtandao. Utakuta ulitakiwa uweze kupata ndani ya dakika moja, inaweza ikachukua masaa au inaweza ikachukua siku, lakini ukienda pale kuna mtu tu anakuambia ni matatizo ya kiufundi. Sasa matatizo hayo ya kiufundi imekuwa ni chimbo la wafanyakazi wengi ambao wanajifichia huko, na hii pia inawezekana pia kutokana hata pia na capacity ndogo ya kuweza kuoperate hizo mifumo ambazo zinakuwa nazo. Kwa hiyo mbali na yote pia kuna haja pia ya kuweza kufanya uchechemuzi kwa serikali kupitia ofisi zote ambazo zina huduma hizi, kuweza kuhakikisha wao maofisa wanakuwa wako well equipped ili waweze kuhandle hizo issues. Naomba niweze kurudisha mic kwako Bwana Majige. Asante. Davis, asante sana kwa majadiliano hayo na namna ambavyo umeweza kutupitisha kwenye mtizamo wako wa kisheria na maboresho ya kisera na kisheria, hususan kwenye nini kifanyike. Nimependa pia taarifa hiyo uliotupatia ya sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, hususan wale ambao tunaotafuta watu wa kutusaidia katika kujaza taarifa zetu na kadhalika. Kumbe tunaweza tukawahold hawa watu accountable. Just a true feedback kwenye kila ambacho umekizungumza. Serikali imeanzisha mfumo unaoitwa e-mrejesho, na bahati mbaya sana, bahati nzuri ni kwamba ni mfumo ambao umepata recognition ya kimataifa kama one of the creative innovations ambazo serikali imezifanya na imeshinda award mwaka jana kwenye platform za kimataifa. Changamoto ni kwamba mifumo hii au mfumo huu wa e-mrejesho unaonesha namna gani unaweza ukatoa mrejesho mbalimbali katika mifumo mbalimbali ya kiserikali unayoifanya. Labda kama ulivyokuwa unasema unatumia BRELA, unatumia polisi, unatumia mfumo wa TRA, unatumia mfumo wa uhamiaji, unatumia mfumo gani, ina form maalum ya kuweza kutoa mrejesho wa namna gani unaitumia ile mifumo. Shida ni kwamba hii mrejesho haijawa integrated katika kila mifumo. Ni mifumo michache sana, mfano mfumo wa ardhi ambao sasa hivi una sehemu specific kwa ajili ya kutoa mrejesho. Nafikiri kwenda mbele ni muhimu mfumo wa mrejesho ukawa integrated katika kila website. Labda Anwar atakapokuja kujibu anaweza akazungumza kwenye technical aspect. Je, inawezekana mifumo hii ya mrejesho ukawa integrated katika kila website au katika kila application ya sehemu fulani, ili watu waweze kutoa real time feedback kwa maeneo husika na ziweze pia kujulikana zaidi kwa watu. Sasa nije kwako Jacqueline. Kumekuwa na hii sintofahamu hususan katika mifumo ya kidijitali kwa watu ambao wamekuwa wakitumia mifumo. Labda ningependa kusikia kutoka kwako personally kama umewahi kupata changamoto maybe unapokuwa ukitumia hii mifumo ya kidijitali, lakini pia uzungumzie kwa utaalamu wako wa mawasiliano nao wananchi ambao wako maeneo ya vijijini, maeneo ya pembezoni, wale watu wasio na elimu ya tehama. Unadhani ni mikakati gani ambayo kuna mikakati ya kuwasaidia hawa watu kuweza washiriki ipasavyo? Na kama hakuna, unafikiri ni namna gani au ni njia ipi ifanyike kuweza kusaidia hii mifumo ya kidijitali kuweza kujitosheleza na kusaidia upatikanaji wa huduma kwa umma, hususan tunapokuwa tunaenda katika uchumi huu wa kidijitali?
na ama baada ya Jacqueline kumaliza kuzungumza, Anwar atazungumza na wazungumzaji, tutakaribisha kwa ajili ya kuweza wasikilizaji tutawakaribisha kwa ajili ya kuchangia mada, kuuliza maswali na kuweza kutoa comment na nini ambacho mnadhani hususan katika mifumo hii ya kidijitali, na kama una experience yako binafsi ya kutumia mifumo hii, hapa ndio mahali ambapo tungependa kusikia ili tuweze kuona namna gani tunasonga mbele. Karibu Jacqueline. Okay, naona Jacqueline amepata shida kidogo ya kimtandao, atakuwa akitujoin soon. Anwar, turudi kwako kwenye hili swali ambalo tuliuliza. Je, mifumo hii inaweza kuwa integrated, mfano hii ya feedback ikawa moja kwa moja kwenye website au eneo husika? Lakini pia saizi tuna changamoto ya mifumo kusomana, labda mfumo huu utoe taarifa huku upeleke taarifa huku. Je, hili swala linaweza likashughulikiwaje ili kuweza kuhakikisha mifumo hii inasomana na kuweza kuwa sawa? Mfano, nimejaribu kutumia mfumo mmoja ambao kuna baadhi ya mifumo, mfano ukiweka namba yako ya NIDA inavuta taarifa zako zote, majina na kila kitu inaweka. Lakini kuna baadhi ya mifumo, mfano kama police loss report, ukiandika namba ya NIDA watakutaka tena uandike majina, watakutaka uandike namba ya NIDA, jambo ambalo linaweza likapelekea ya kwamba mfumo wa NIDA mfano na police loss report inaonekana kama haisomani au haioani. Je, hili swala la mifumo kusomana na taasisi mbalimbali liko vipi? Usalama wake ukoje? Na utakapokuwa ukitupitisha hapo, pia unaweza ukatuambia ni njia zipi zinaweza zikatumika hususani katika kufanya mifumo hii isomane na kuweza kuboresha ufanisi wake hususani katika masuala ya usalama na masuala ya mifumo hii ya kidijitali kuweza kuendana na mahitaji ya sasa ya huu uchumi wa kidijitali ambao tuko nao. Karibu Anwar. Okay. Asante sana kaka Robert. Kwanza na swali lako la hii mrejesho, namna gani tunaweza tuka integrate kwenye mifumo mingine moja kwa moja so that iwe rahisi kwa watumiaji kutoa hizo feedback zao, kwa sababu kuna wengine sio tu kwamba hawajui kama huu mfumo kama huu upo, lakini wengine na muda mwingine mtu unakuwa si kujisahau, nadhani kama hivyo. Lakini inapokuwa kila mtu labda nimetembelea mfumo fulani kama ni Brela, si nimetembelea mfumo gani, and then chini pale unakuta kuna feedback ambayo naweza nikatoa moja kwa moja, inakuwa ni vizuri, kwa sababu mara nyingi mifumo mingi inakuwa haina, au labda kama inayo labda ni feedback, labda it's a form unajaza basi umemaliza. Kwa hiyo inawezekana kufanya integration ya hii mrejesho kwa sababu tayari tunao hii mrejesho. Nadhani ni rahisi tu kwenda hapo, ni jambo tu hata dakika 5 au nusu saa unakuwa tayari washamaliza. Kwa sababu option ya kwanza wanaweza labda waka embed yani mrejesho kama a widget au labda kama some sort of a button, sawa, ambayo labda button inaweza ikaandikwa labda toa maoni, report a problem hapa au vipi, lakini kwenye back nyuma ya ile button au nyuma ile widget manake ni widget ya link ambayo inampeleka mtu moja kwa moja kwenye mrejesho. Kwa hiyo manake ushatumia mfumo unaona kuchanganya, lakini chini pale unaona toa maoni, inakuwa rahisi mtu kwa sababu yuko pale pale kwenye mfumo, ana click toa maoni na mpeleka kwenye mrejesho, anatoa feedback zake. Au kwa namna nyingine manake tunaweza tukatumia more technical, lakini kwa ambao labda wako familia na masuala ya API, unaweza kutumia API integration. Wanaweza kuunganisha developers waiga au kama ni sijajua wapi wanaotumika huko serikalini, kama kila mfumo labda una watu wao developer wao, lakini hao ambao wanahusika na kudevelop wanaweza wakatumia njia hiyo ya API kwenye kuintegrate na system zote kama TRA, labda kwenye portal ya TRA au na portal nyingine ambazo inakuwa kama unavyoona API ya NIDA kama ulivyosema hapo inavyotumika, kwamba unaenda benki unataja
NIDA namba yako ikiingia inavuta taarifa. So kitu ambacho ipo katikati baina ya mfumo wa benki na NIDA, kuna kitu kinaitwa API ambayo ndo kama daraja. Kwa hiyo ni njia ya pili ambayo inaweza kutumika baina ya mrejesho platform na hizi poto nyingine za serikali. Lakini namna nyingine ya tatu ni single mimi naita SSO, single sign on. Na hapa kwenye swala linapokuja, tushazungumza sana, nadhani swala la jamii namba, nadhani hapa kwa jamii namba itakuwa inafanya kazi vizuri kama service zote, kama poto zote za serikali zitakuwa zinatumika kwenye kulogin, itakuwa tunatumia an ID moja tu, mfano kama ndio jamii namba tutumie moja. Kwa hii inakuwa njia nyepesi sana kwamba platform ya mrejesho manake itakuwa integrated na taarifa zote za jamii namba zinazotumika. Kwa maana kila mtu ana namba yake, yeah. So your feedback inakuwa automatically attached to the user profile wa namba hiyo husika. Kwa hiyo ni kwa namna tatu nadhani ambayo inaweza ikatumika. Namna ya mwisho of course ita take time, lakini hizo nyingine ni jambo tu la haraka. So pati ya pili ya swali lako kaka Robert, nadhani swala la kuoana, si ni Kiswahili sahihi labda, nadhani swala la interoperability, sasa hiyo kwa Kiswahili ni kuoana au kushabihi, nadhani ni kuoana nadhani. So swala la interoperability between mifumo, of course NIDA amejitahidi sana. So of course sio kwenye mifumo mingi kwamba NIDA imeintegrate na mifumo mingine, lakini kwa kiasi chake na kwa level yake kidogo imejitahidi. Lakini sasa changamoto inayokuja, kwa namna gani tunaweza tukafanya hivi kwenye mifumo yote, hilo la kwanza. Lakini vile vile wewe unapofanya kitu kama hichi, maana yake kuna masuala ambayo lazima tuyazungumzie ya usalama na ubora, efficiency. Sasa of course kama tushasema okay, tuna hiyo barrier, tuna hiyo gap, tuna lack of interoperability ya kuoana hii mifumo, sawa. Kwa hiyo unakuta watumiaji wanakuwa forced mtu ku-re-enter, labda kuingiza tena personal data multiple times huku na huku, au wengine wanafanya manual data verification, au muda mwingine data zinakuwa ziko stored kila pahala, huku kuna data, huku kuna data, kuna data. Okay. Haya. Tuanze na swala la security. Kwanza nadhani vitu ulivyo sasa hivi, kwanza there is a pause of security. Maana there is a pause of security ikiwa mifumo imeungana, na vile vile hivi ambao haijaungana pia kuna pause of security, kwa sababu wenyewe wana msemo kwenye teknolojia, wanasema fragmented systems zinamaanisha fragmented security policies. Yaani mfumo mmoja ukiwa uko weak, inaweza ukatumika ukawa kama ni kiingilio, entry point kwa wadukuzi, na vile vile kunapokuwa hakuna centralized management ya taarifa, maana yake vile vile inakuwa ni kazi vile vile kutrack, na vile vile ni kazi kunasema ile risk management inakuwa ni kazi mara mbili. Sasa basi namna gani tunaweza kuliendea hili? Narudi tena pale jambo la mwanzo kwanza, kabla ya kuzungumza masuala ya hii mifumo ioane, nadhani njia nyepesi na njia ambayo itakuwa bora zaidi ni kutumia jamii namba. You as kama just an login ID kwa kila kitu. Yaani kwamba jamii namba na taarifa zote ziwekwa kwenye hiyo ID ya mtu. So when kama tukiunganisha mifumo yote, manake mtu anachotakiwa kwenda nacho pahala popote anapotaka huduma ni kitu kimoja tu, ni namba moja tu, hana kitu kingine ambacho atahitajika. So hii inaitwa when tukitaka sasa hizi integrate, manake of course kila mfumo una token based API yake,
which is rahisi. Si kama labda mnatengeneza kitu kingine kikubwa, hapana. Ni kutengeneza ya madaraja baina mfumo na mfumo, and then tunatengeneza kitu kinaitwa unified identity layer, ambao ndo kama nilivyosema, jamii namba ndo jambo ambalo litasaidia kikubwa sana kwenye kuwasiliana mfumo mmoja baina ya mfumo mwingine. Lakini vile vile wakati hivi tayari tu viko kwenye implementation, au wakati hivi tayari vishatengenezwa, maana yake inabidi ile national data exchange standard nazo zibadilike. Lakini na vile vile kwa watu wa sheria hapa watanisaidia, inabidi zitengenezwe sasa policy nyingine mpya za namna gani kwa namna gani iga wanaweza kuensure sasa kila institution ina comply na misingio ambayo itawekwa. Kwa hiyo nadhani mimi nisichukue muda mrefu, nimejaribu kujibu swali lako. Asante kaka Robert. Asante sana Anwar kwa wasilisho hilo zuri, hususan kwenye technical aspect na kwa namna gani mifumo hii iko na kutoa mapendekezo yako kwa namna gani tunaweza tukaenda mbele. Nikaribishe sasa wachangiaji kwa ajili ya kuzungumza. Kama kuna mtu anataka kuzungumza, anataka kuuliza swali, anataka kuchangia kwenye mjadala huu, tafadhali unaweza request mic kwa ajili ya kuweza kuzungumza. Karibu, sasa ni nafasi ya wazi kwa watu wote kwa ajili ya kuweza kuchangia. Tuambie uzoefu wako kwenye mifumo huu, tuambie nini unapaswa unadhani kinaweza kikabadilishwa, na tuambie unaona kitu gani hasa kinaweza kikafanyika hususani katika mifumo hii ya kidijitali ambayo tunayoitumia. Karibuni sana. Okay, tunaendelea kusubiri feedback kuona watu wangapi ambao watazungumza katika mjadala huu wa leo. Siku 2-3 zilizopita niliona post ya presenter Noah, alikuwa akishare feedback zake au experience yake ya matumizi ya mfumo huu wa NIDA hususani kwenye kwenda kuchukua kitambulisho, na alitweet akisema ofisi ya NIDA Ukonga, unafika pale kuanzia saa 3 asubuhi, unaandika namba yako ya NIDA na jina ili uweze kuja kupewa, na unajikuta umetumia siku nzima na anakuja kukuambia ya kwamba kitambulisho chako hakipo au taarifa zako, kitambulisho chako hakijatoka na mambo mengine yanayohusiana na hali hizi. Ni changamoto za mifumo hii ya kidijitali ambazo tunazokumbana nazo kila siku katika mifumo hii ambayo bado inategemea kuweza kufanya katika namna ya bado iko katika mifumo hii ya analog, ina transition inahama sasa kwenda katika mifumo hii ya kidijitali. Na wakati space hii ilipokuwa imepostiwa, baadhi ya wazungumzaji kadhaa waliweza kutoa maoni yao wakizungumza ya kwamba ingekuwa ni vyema kupata wataalamu kutoka kitengo cha mifumo ya kifedha DFISM kwa ajili ya kutoa maoni yao sana kutoka katika Wizara ya Fedha. Ni mambo ambayo tutakuwa tukiyafanyia kazi katika space zijazo, kuona ni namna gani tunashirikiana kwa pamoja katika mijadala hii ambayo inalenga zaidi katika kuchagiza au kufanya ushiriki wa watu uzidi kuwa mzuri katika masuala mbalimbali ya
kiteknolojia na kidijitali na ushiriki wa watu kwa ujumla. Kwa kumalizia session hii ya leo, nipende kukaribisha sasa wazungumzaji tuliokuwa nao. Tunaona Jacqueline Shuma alipata changamoto kidogo ya mtandao na ameshindwa kuweza kujoin. Nimkaribishe mwanasheria Davis kama ana jambo la kuhitimisha nalo katika mjadala huu wa leo aweze kuzungumza na kuhitimisha mjadala huu wa leo. Kabla ya Davis, tuna mtu ambaye request kuzungumza, Deo Mwesa. Utapewa hapo access kwa ajili ya kuweza kuchangia. Karibu sana katika mjadala. Deo, karibu, unaweza kuendelea kuzungumza tafadhali. Karibu. Unaweza ukanmute na kuzungumza. Naam, nashukuru sana wanamjadala. Nashukuru sana kwa topic muhimu hasa katika muda ambao tulipo. Ni muhimu zaidi kwa sisi kujikita kwenye mambo muhimu ambayo tunaweza tukaendana kwa kutumia weledi wetu, lakini pia matamanio yetu ya kimaisha na kiharakati. Ni muhimu zaidi kuweza kufahamu namna gani tunasaidiana ili kila mmoja awe na uhuru na nafasi ya kufanya access kwenye mifumo ya kiserikali kwa namna yake. Mimi nianze kwa kusema kwamba sisi kama taifa hatukuwa tayari kwa ajili ya mifumo ya kidijitali. Hili liko wazi kabisa. Ni swala ambalo liliingia nchini mwetu kisiasa tu, na ni kweli ilikuwa ni lazima kuendana na mabadiliko ya utandawazi, lakini tuliruka hatua kuiingiza nchini. Nachelea kusema endapo tungeanza na utoaji elimu ya matumizi ya mifumo awali, hii in long term plans ingesaidia sana kwa kuanza kwa watu wa huduma wenyewe kupewa elimu namna gani ambavyo mnatakiwa kuendesha mifumo yetu, lakini na wale ambao wanufaika wa hiyo huduma kufahamu kwamba ni namna gani wao wanaweza kuwa receiver wa hizo huduma kwa wepesi zaidi, aidha kwa kutumia hao watu wa huduma au wenyewe kwa kutumia vyombo vyao vya mawasiliano kama simu na teknolojia nyingine kama kompyuta. Kwa hiyo hatukuwa tayari kuweka mazingira ambayo yatakuwa yanatoa mapokeo sahihi kwa wanufaikaji na watu wa huduma kwa kutumia electronic digital platform upande wa serikali. Naweza nikatoa mfano kwa sala dogo tu. Mimi binafsi ni muhanga sana wa kivuko chetu cha Kigamboni hapa. Tulianza kuwa tunafanya zile electronic tickets, lakini unfortunately ikaenda ikakwama na mifumo iliyokuwepo pale ikawa imeishia vile, tukarudi tena kulipa getini upewe receipt. Sasa ukiangalia kama mfumo mdogo kama ule kwa dunia tuliyopo ulikwama, unasema sasa uko maofisini panakuaje? Kwa hiyo mimi nadhani kuliko kuchukua watu ambao ni watumishi tayari, kuwapa short courses ya kutumia digital platform, ingekuwa ni muhimu zaidi kuweka long term planning kwa nchi, kwamba watu wa huduma si lazima wawepo wale ambao waliopo sasa hivi. Zingetolewa hizi zikawa kozi maalum, mtu anaenda kusomea degree miaka 3 na masters juu kwa kozi hiyo tu, na inakuwa ni kundi maalum kwamba hawa after kuhitimu wanapata mapokeo mazuri ya ajira kwenye institutions, lakini pia na ndani ya serikali binafsi. Hii ingesaidia kidogo kupunguza haya matatizo yanayotokea katika mifumo, kwa sababu hii mifumo katika asilimia kubwa sio kwamba yote ni mibovu, ila yule anayetumia ule mfumo ndo anaweza akawa sehemu ya kuharibu ule mfumo. Sehemu ya kubonyeza yes ukabonyeza no, NIDA namba haiwezi ikaonekana. Utakuja tu kuleta hizo athari ambazo zinakuja kuingiza taifa tena kwenye kuonekana kwamba hatukuwa tayari kupokea mabadiliko ya mfumo. Kwa hiyo binafsi naweza nikachelea kusema hilo, lakini pia naweza nikatoa mfano mwingine hata katika matumizi tu ya mtandao wa kawaida.
kama akaunti zangu za benki, kuna wakati unasema badala ya kwenda ATM utumie tu access ya simu ama withdraw money, unaona inakuletea damage. Unasema sasa nini ambacho kinakuja? Ukifuatilia vizuri unaambiwa unajua mfumo huu ni mbaya, unajua at least wewe unatumia TTCL. Sasa yani in short naweza nikazungumza sana, lakini in short ninachotaka kuwasilisha ni kwamba sisi kama taifa hatukuwa tayari kupokea huu mfumo wa kidigitali katika mifumo yetu ya serikali. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba turudi darasani. Haya mambo upande wa elimu hayakwepeki. Sayansi haina ujanja wa siasa. Turudi darasani, tuandae mifumo, tuandae madarasa ambayo yataweza kutoa mwelekeo mzuri wa watu na jamii yetu kuadapti kile ambacho sisi tumeisha kiadapti kutoka huko kwa wenzetu walikoendelea. Kwa hiyo mzee wa kijijini afundishwe matumizi, lakini pia wasiajiriwe watu kwa kupewa short courses. Iwe ni kozi maalum ya mtu anafaulu ndo anaajiriwa. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana, naomba nipishe dakika za wengine waweze kuendelea. Asante sana Deo kwa hilo wasilisho zuri lililoweka hususani kuonyesha kwamba tulikuwa hatujajiandaa sana tulipokuwa tunakuja kwenye hii mifumo ya teknolojia, na ushauri ambao umeonyesha kwamba tunapaswa kuzungumza zaidi kwenda mbele. Jacqueline, tunapopole kwa changamoto ya internet ambayo imepata, tunafahamu pia matumizi ya X kwa sasa yana changamoto kadha wa kadha, hususan kama unatumia internet ya simu tofauti na hawa internet service providers wengine. Tulikuwa tunahitaji kusikia kutoka kwako unapokuwa ukizungumza kwenye mjadala tafadhali. Utuambie huenda je, umewahi kupata changamoto ya matumizi ya mifumo ya kimtandao ulipokuwa ukiitumia? Na kuna swali pia liliulizwa kwenye watu wa vijijini. Naona una changamoto ya mtandao, ila tunataka kujua kwamba nini kifanyike unadhani kuweza kusaidia upatikanaji wa huduma hizi kwa umma, hasa tunapokwenda kwenye mifumo ya kidijitali. Unaweza ukatuandikia, unaweza ukaandika hata tweet, na akaunti ya Tech and Media Convergence inaweza retweet hayo mawazo yako, hususani kwenye hilo swali. Naona unapata changamoto kidogo ya kitandao. Hatuje kwako Davis. Kuna swala limesemwa na Deo kusema kwamba hatukuwa tayari sana, tulikuwa tunakuja kwenye mifumo hii ya kidijitali. Je, unafikiri kwenda mbele, mbali na hayo maboresho ya kisera na sheria, vitu gani vingine vinaweza vikafanyika unapokuwa unatoa closing remarks zako tafadhali? Karibu. Asante. Mimi niweze kushukuru kwa TMC kuweza kuandaa hizi sessions, hususani hizi ambazo zinazungumzia masuala ya digitali, lakini ni namna gani sheria, sera zina comply kwa namna moja au nyingine kuweza kuhakikisha mazingira yanakuwa yako sawa. Na hili jambo la digitali sio jambo ambalo tunaweza tukasema tukae tungojee muda fulani then baada ya hapo ndipo tuwe tayari kwa ajili ya kuendelea, kwa sababu ulimwengu unakimbia na nasi pia ni sehemu ya ulimwengu, kwa hiyo unatukimbiza. Kwa hiyo kikubwa ni kujitahidi kuweza kuona ni namna gani tutaendana na pesi iliyokuwepo, au tujitahidi pia tuweze kupiga hatua moja mbele, wengine waje huko mbeleni waweze kututafuta sisi. Kwa hiyo mimi nishukuru kwa kuandaa hizi sessions, lakini pia niweze kushukuru kwa wazungumzaji wenzangu ambao kwa namna moja au nyingine pia kupitia kwenye expertise nao wameweza kuzungumzia kwa kina masuala haya, lakini pia kwenye hili ambalo umeweza kugusia ikiwa ni kama sehemu ya kumalizia session. Nadhani mbali na kuweka msisitizo zaidi kwenye masuala ya sera na kisheria,
nadhani kuna haja zaidi ya kuweza kuona ni namna gani jamii inakuwa na uelewa katika masuala haya. Hata tukiwa tuna sheria nzuri kiwango gani au tuna sera nzuri kiwango gani, mwisho wa siku ishu kubwa inakuja ni kwamba je, wananchi ambao ndio walaji au wanufaika wa sera au na sheria hizi ambazo zinahusika katika mambo haya wanazitambua? Kwa sababu mwisho wa siku tunazozungumzia ni haki za watu. Sasa hawa watu haki zao hizi wanazitambua, ili zikivunjwa waweze kuwa na uwezo wa kuweza kwenda kuzienforce. Kwa hiyo TMC na wadau wengineo, nadhani bado kuna haja ya kuweza kuhakikisha elimu kwa umma inaendelea kuweza kutolewa kwa wingi, lakini pia kuweza kuwafikia zaidi wale watu ambao hawawezi kufikika kwa urahisi kwa misingi ya wale ambao wako marginalized, ambao wenyewe pia hata kuweza kuaccess Facebook, Instagram au X inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo nichagize tu kwenye hilo, kuendelea kuweza kuhakikisha tunafanya uchechemuzi, kuweza kuhakikisha Davis, asante sana. Maana najua wanasheria kianza kuzungumza tunaweza tukatoka saa 2:30 hapa, na Koko amejoin, tunataka pia tumsikie walau atupe machache baada ya kupata changamoto ya mtandao. Davis, una sekunde 15 tafadhali. Asante, mimi ni hayo tu, tafadhali Koko aweze kuendelea. Koko, karibu. Mtaniwa radhi, maana mtandao wangu umpata shida kidogo, kwa hiyo sijajua tupo kwenye eneo gani sasa hivi. Tafadhali tulitaka tusikie maoni yako hususan kwenye nini kifanyike kusaidia hii mifumo ya kidijitali kutosheleza, kusaidia upatikanaji wa huduma kwa umma. Tunafahamu kuna watu wa vijijini, kuna watu wasio na elimu ya za tehama na kadhalika, lakini saa hizi tunaenda kwenye Sijakusikia vizuri kwa sababu unakuja na kuondoka. Basi karibu kwa ajili ya kutoa closing remarks kuhusiana na mjadala huu, kutoa mapendekezo yako ili kifanyike kama kipo. Okay. Na tukianzia na swala la kuwafikia watu, nadhani kwa maoni yangu hasa sana kwa upande wa mawasiliano, kwa kuna mkakati ambao wa mawasiliano ambao kwa ajili ya jamii ambao unalenga vijijini kwa lugha, njia pamoja na mazingira ambayo yanawafaa wao na kisi hali yao. Na nadhani pia tuwe mabalozi wazuri wa tehama kwa kijamii, maana yake kwamba vijana ambao wanaofahamu, ambao wamepata elimu, wawezeshwe pia kuweza kuwafahamisha wengine. Lakini pia hata maonyesho ya mifumo kwa vitendo, kama ambavyo tunaweza kufanya uhamasishaji vitu vingine, pia hata kwa vitendo pia unaweza tukafanya hata mobile clinics kwa ajili mobile clinics ambazo zinakuwa zinatembea vijijini, maeneo ambayo ni remote, watu ambao hawana mifumo, kuweza kueleza namna kuweza kutumia hii mifumo. Lakini pia ushirikishaji pia wa sekta binafsi, ushirikishaji wa startups, wadau wa maendeleo, kwa sababu sidhani kama serikali inaweza kufanya kila kitu peke yake. Kwa hiyo nadhani private sector wanaweza pia, na ubunifu pia ndani wanaweza wakasaidia, wakabuni mifumo ambayo ni nafuu, ni mifumo bunifu, mifumo ambayo inaakisi na inajibu mahitaji halisi ya wananchi. Lakini nadhani tunaweza pia kufanya uimarishaji wa miundombinu ya tehama maeneo ya vijijini. Lakini pia tunaweza tukafanya, nilimsikia kaka Anwar hapa anazungumzia kuhusiana na user experience na user centered design. Ndani hiyo pia mifumo ikiwa ni rafiki kwa ajili ya mtumiaji itasaidia sana. Iundwe kwa ajili ya watumiaji wa kawaida, usiwe kwa ajili ya wataalamu peke yake. Zingatia lugha rahisi, upatikanaji wepesi zaidi, hata kwa USSD kapatikana. Kwa hiyo pia nadhani ile mifumo ya kidijitali iweze pia kujitosheleza, sio tu tuweke mifumo, lakini tunahitaji pia kuwekeza kwenye watu. Nashukuru, nadhani mengine nitakuwa narudia.
Uh, Sasa niweze tunashukuru Coco kwa recommendation hizi hususan kwenye matumizi ya hizi digital na kuweza kuielezea mifumo hii. Kiukweli kama tukichagua maybe mfumo mmoja ukawekwa maybe kwenye taarifa ya habari, baada ya taarifa ya habari labda kwa mwezi husika tu tunaelezea namna gani watu wanaweza kutumia mfumo maybe wa uhamiaji, labda mwezi unaopata kutumia mfumo fulani, inaweza ikasaidia sana, na tunashukuru sana kwa ajili ya mawazo hayo ya nini kufanyike kuboresha mifumo hii. Anwar, karibu tafadhali, dakika moja tunapohitimisha. Okay, asante sana kwa nafasi hii kaka Robert. Ndani sina mengi. Mengi yamezungumzwa, lakini nadhani la muhimu ni kuwafikiria hawa watu wa hali ya chini kabisa wenye watu wanapodevelop hii mifumo. Hilo ndo jambo la muhimu. Kwa hiyo kama mengi yamezungumzwa, mtu hajapata lolote la kuondoka nalo, basi katika machache ambayo inabidi mtu ondoke nao ni kwamba mifumo ipo ambayo inafanya vizuri sana, lakini ni muhimu tu kwamba hiyo ufanisi unatakiwa uwasaidie hawa wananchi wa kawaida. Kwa hiyo manake tusiseme tu bwana kitu fulani kifanye kazi. Okay, tunapongeza juhudi za serikali, wanajitahidi kusema ukweli. Watu wote wana nafasi zao, lakini kuna mambo tu ambayo lazima tuyazungumze, kwa sababu tusiwazungumza sisi atazungumza nani? Kwa hiyo nadhani muhimu tu mifumo ni mizuri, lakini tu ifanyiwe maboresho kidogo kwa ajili ya kuendana na kasi ya uelewa na kasi vile vile ya namna gani wanaweza kutumia hawa wananchi wa kawaida. Tusiangaliwe tu sisi wataalamu. Kwa hiyo hili ni swala la kuweka hili ni swala ambalo natakiwa lijumuishe usalama, upatikanaji kwa wote, vile vile vitu kama hivi, manake itaongeza ule uaminifu wa mfumo, kwa sababu mimi nitauamini mfumo, lakini mtu wa kawaida ambaye hauelewi, of course Mtanzania wa kawaida, mtu mwingine anakuwa haamini masuala ya government na nini kama hivyo. Kwa hiyo nadhani hayo ni yangu tu, sina kingine cha kuongeza, na asante sana kaka Robert kwa nafasi hii. Shukrani sana. Asante sana Anwar kwa hitimisho hilo. Kiukweli miongoni mwa mambo ambayo yamesaidia sana kuondoa ule urasimu ni kuleta mifumo hii ya kidijitali. Tafadhali endelea kufuatilia peji zetu za Tech and Media Convergence. Tutakuwa na policy brief maalum ambayo itakayolenga matumizi ya kidijitali na mifumo hii mbalimbali ya kidijitali, tukiangazia hasa ufanisi wake na nini kifanyike katika kuboresha mifumo hii. Itakuwa ikitoka hivi karibuni na tunategemea tutaendelea kuwa wote, na karibuni tena kwa siku nyingine tutakapokuwa tukiendesha mjadala huu wa X-Space. Mpaka wakati mwingine, kwa wale tulioko masaa ya Afrika Mashariki, tuwe na jioni njema na usiku mwema. Kwa wale mnaojiunga nasi kutoka sehemu mbalimbali za dunia kama Amerika na Hawaii na maeneo mengine, muwe na asubuhi njema na mpate breakfast au chakula cha mchana, wakati sisi tukiendelea na maandalizi ya mechi ya watani wa Simba na Yanga baada ya leo kuona zile picha za Ikulu Dodoma. Tuna imani mechi itapigwa, lazima mechi ipigwe na hamna mtu kutoka. Alamsiki.